Mungu kuna kitu anasema juu yako. Kuna mpango na ratiba ya Mungu kwenye maisha yako. Na hiyo ratiba na mpango wa Mungu juu ya maisha yako, Mungu anayo, na hakuna mwanadamu ambaye anaijua na ambaye Mungu amemwambia. Ukielewa namna Mungu anafanya kazi, kuna vitu ambavyo havitakubabaisha. Elia alikuwa na Elisha na watoto wa manabii. Ukawa mpango wa Mungu ni kumuondoa Elia aende mbinguni. Wale wana wa manabii walikuwa wengi, wakaanza kumwambia Elisha, wewe unajua bwana wako anatwaliwa. Taarifa za ulimwengu wa roho juu ya Elia zipo, lakini kuna kitu ambacho hawa walikuwa hawajui. Wanamuuliza Elisha, unajua? Akasema, ninajua, nyamazeni kimya. Kuna watu wana maneno mengi kukuhusu, waambie nyamazeni kimya. Iwe habari wanazozijua ni nzuri, sawa, wanyamaze. Iwe habari wanazozijua ni mbaya, sawa, wanyamaze. Maana ngoja nikwambie, habari nyingi mbaya zinazokuhusu ni nyingi. Wangapi wanajua habari kwamba wewe umetangaziwa kifo tayari? Wangapi wanajua watu wote waliomfuata Kristo shetani alitangaza kuwaua? Yaani ukiona ndoto, maono, unakufa, unapata ajali, si habari ya kuogopa. Maana ukiingiza upepo kidogo umekikaribisha kifo. Nguvu ya kifo ni hofu. Nguvu ya kushindwa ni uoga. Nguvu ya matatizo ni kuogopa. Ukiyaogopa matatizo, ngoja nikwambie, unajua unatakiwa uone moto, alafu unachochewa mara 7 na moto unazidi kupata nguvu, alafu wewe unawaambia wale wanasema hivi, wewe nani atakaye kuokoa? Huu moto unachochewa na moto huu wote ni kwa ajili ya kukuteketeza. Mbona haufiki tu mahali ukasema bana, nimeamua basi kuanzia leo nitakuwa ninasali kimya kimya? Si ubadilishe tu msimamo. Kina Meshaki, Shadraka na Abednego hawakuona ule moto, waliona utendaji kazi wa nguvu za baba yao. Walikuwa na mtazamo tofauti na wanadamu hawa. Walijua Mungu ana uwezo. Mungu ni zaidi ya moto ulao. Mungu ni zaidi ya maji yanayofurikisha. Mungu ni zaidi ya chochote unachokiona. Tsunami na dhoruba zote zilinyamazishwa na mkono mmoja wa Yesu alipoamka kwenye ngalawa. Akanyoosha upepo na bahari vikanyamaza, na wanafunzi wakajiuliza, huyu ni nani? Unajua, ninashangaa sana. Ni kitu gani kinatupata Sunday? Sisi tuna ushahidi mwingi sana. Tuna critical evidence. Tuna tangible evidence. Tuna ushahidi mwingi mno wa kimaandiko ya kwamba Mungu tuliye naye ana uwezo wa kufanya mambo kwa namna ambavyo wanadamu hawawezi kuelewa. Shuhuda zilizoandikwa kwenye maandiko, mambo ambayo Mungu amefanya kwenye maisha yetu, hayafanani na waendesha bajaji, waendesha alfadi, sijui magari, waendesha ndege, sijui waenda mwezini. Yani wewe unajua Mungu anaweza sasa hivi ukiwa umesimama hivi akakubeba bila atemi ukajikuta umesimama juu ya mwezi. Yani kwenda mwezini umeshtuka, mbona ni kitu kikubwa. Ukijua uwezo wa Mungu kwa kiwango hicho, na ukawa na uhakika ya kwamba mimi naweza nikawa niko hapa, ghafla nikawa niko Mwanza. Kama Mungu ananitaka Mwanza na sina nauli, sina haja ya kuogopa habari ya nauli. Sasa ukijua Mungu anaweza akafanya, shida inayotokea, watu wengi sana wanasemaga haya ni matendo ya wachungaji. Sikiliza, hii Biblia watu wengi walioandikwa hapa hawakuwa wachungaji. Leo hii ndio tunawapaga heshima. Kina Abrahamu watatushangaa sana, baba Hilda, tukifika kule mbinguni tunamuita mtumishi wa Mungu, mtume na nabii Abrahamu. Anasema hilo ni jina gani? Watatushangaa sana. Walikuwa ni washarika wa kawaida. Walikuwa ni waumini maamuma. Walikuwa watu wa kawaida sana. Lakini ambao Biblia inasema Abrahamu akamwamini Mungu, na alipomwamini Mungu kwake ikawa ni haki. Ibrahimu alisimama na Lutu, wako wawili wanaangalia bonde. Ibrahimu anamwambia Lutu, chagua bonde gani utaenda. Lutu akaangalia eneo lenye maji, Ibrahimu akaangalia eneo lenye jangwa. Akamwambia, ukichagua kushoto mimi nitaenda kulia, ukichagua kulia mimi nitaenda kushoto. Alipoamua kuchagua upande aliochagua, Ibrahimu hakuogopa, kwa sababu Ibrahimu alikuwa anajua Mungu aliye naye uwezo wake wa kufanya mambo. Anaweza akatoa maji kwenye kijito cha bahari, akatoa maji kwenye kijito katikati ya jangwa. Alijua mahali pana barabara, mahali pana bahari, Mungu anaweza akaweka barabara. Yani Ibrahimu hakuwa anaona minsi za kibinadamu, hakuwa anaona mambo ya kibinadamu yanaweza kumzuia Mungu. Ibrahimu alimwamini Mungu, akafika mahali Mungu anamwambia, tazama, unaona bahari? Akasema ndio. Unaona mchanga? Wangapi mnajua mchanga wa kujaa kiganja changu cha mkono hakuna mwanadamu anaweza kuhesabu. Nikichukua mchanga unaojaa wa baharini, ule mwepesi,
kwenye kiganja, nikaweka hapa maabara, nikakupa maabara wewe bwana mdogo, nikaweka huo mchanga hapa, nikakupa na darubini, utatumia maisha yako yote hujamaliza kuhesabu huo mchanga. Sasa kama mchanga wa kiganja huwezi kuhesabu, mchanga wa ufukwe wote unaweza kuhesabu? Mchanga wote ulioko ndani ya bahari unaweza kuhesabu? Kwa nini unayaona matatizo yako ni makubwa? Shida ulizonazo, mambo ulionayo ni madogo mno. Unachopaswa kuelewa ni utendaji kazi. Haleluya! Kitu gani kinanisisimua zaidi? Ni kwa sababu huyu Mungu aliyeumba mbingu na nchi, eti siku moja baada ya kuumba mbingu na nchi na akamtuma Yesu kuja duniani, alafu Yesu akarudi baada ya hiyo siku, yeye eti huyu Mungu akaamua kuja kuishi, kukaa ndani ya mimi. Mungu Baba aliumba mbingu na nchi. Mwana, mlango ule wa pili, haleluya, kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza anasema hapo mwanzo, in the beginning, Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Kama Mungu aliumba mbingu na nchi pale mwanzo, inamaanisha Mungu Baba akiwa na Mwana na Roho Mtakatifu kwa pamoja aliumba mbingu na nchi. Unataka ushahidi wa maandiko? Tunaenda mstari wa pili. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji, na Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa pili wa kitabu cha Mwanzo, tayari wakati mstari wa pili unaandikwa, shetani alikwisha kuwepo duniani. Wakati kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa pili, giza linamwakilisha shetani. Tayari Lucifer, malaika, alishaasi, shetani alishaasi. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 12 kule mstari wa kwanza na kuendelea, sema na ishara kubwa ilionekana mbinguni. Malaika Gabrieli, Mikaeli akapigana na moja kati ya theluthi ya malaika, wakatupwa na yule joka ambaye anamwakilisha Lucifer, shetani, akatupwa pamoja naye. Watu wanafikiri Mungu amewahi kupigana na shetani. Aliyepigana na shetani na kumtoa mbinguni ni Mikaeli, ni malaika. Sikia, Mungu aliziumba mbingu na nchi, lakini Mungu mwenyewe hakai kwenye hiyo mbingu wala hakai kwenye hii nchi. Mungu anakaa kwenye mbingu yake mwenyewe. Neno mbingu linawakilisha ulimwengu usioonekana, ulimwengu wa roho usioonekana, na ulimwengu wa mwili unaoonekana ndio unaoitwa nchi. Lile neno nchi kwenye mstari wa kwanza linawakilisha tangible world, dunia, kitu kinachoonekana. Ndio maana tukienda kwenye galaxy na darubini tunaweza kuviona baadhi ya vitu vinavyoishi kwenye ulimwengu wa kuonekana. Lakini huyu Mungu ambaye ni Baba, Mwana na Roho Mtakatifu alipokuwa, ndio maana unaona kwenye mstari wa kwanza hakuna mgawanyiko. Kwenye mstari wa kwanza Baba, Mwana na Roho Mtakatifu wanaitwa jina moja. Hapo mwanzo, in the beginning God created. Mungu aliumba. Mungu alipokuwa anaumba mbingu na anaumba nchi, alikuwa wapi? Mimi ni Mungu, natengeneza chungu na natengeneza ndoo, nakuwa wapi? Ninaishi kwenye ulimwengu wangu. Unaweza ukaniweka kwenye hii ndoo ama kwenye hiki chungu. Kwa hiyo Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu aliumba mbingu, ulimwengu usioonekana. Huu ulimwengu usioonekana una malaika, kina Gabrieli, na shetani hakuwa anaitwa shetani, alikuwa ni malaika mzuri wa sifa, akawekwa kwenye mbingu. Alafu na nchi, viumbe vyote hivi unavyoviona vikawekwa kwenye nchi. Alafu Mungu akakaa kwenye dunia yake mwenyewe. Kwa hiyo Mungu yuko kwenye mbingu zake. Biblia ndio maana unasikia kwenye juu mbingu za Bwana. Sasa Mungu akiwa kwenye mbingu zake ameumba mbingu na nchi. Kwenye hii mbingu ambayo aliumba akiwa kwenye mbingu zake ndiko kulikuwa na Lucifer na malaika zake, na ndipo Lucifer, shetani, aliasi kwenye hiyo mbingu. Mungu hakuwepo hapo. Waliokuwepo hapo ni malaika. Na nani alikuwa mtawala? Mungu anatawalaje mbinguni na duniani? Yeye anatawala. Sasa unajua tunataka eti basi kwa kuwa Mungu alikuwa mbinguni na shetani akaasi, tunataka basi Mungu awepo pale, shetani aasi pale. Sikiliza, wakati tuko hapa duniani, tuko hapa, tukiwa hapa Mungu yupo hapa na anatawala. Tukiasi tumemuasi hapa hata kama anakaa mbinguni. Kwa hiyo shetani aliasi akiwa kwenye hiyo mbingu na malaika wakiwa pamoja naye. Na Biblia inasema malaika Mikaeli pamoja na jeshi lote wakampiga shetani, wakamwambia toka hapa wewe takataka, unaasi, unajiinua kinyume cha mkuu. Wakapigana naye, wakamshika, wakamtupa nje ya mbingu. Na nje ya mbingu ni kwenye nchi.
kwenye ulimwengu ambao unaonekana. Kwa hiyo walipomtupa huku, ndio maandiko yanasema kwenye Ufunuo 12 yanasema ole wa nchi na bahari, maana yule asi mwenye kuasi, joka ametupwa humo. Kwa shetani anakaa huku. Mstari ule wa pili, naye nchi ilikuwa ukiwa na giza likaa juu ya vilindi vya uso wa nini? Wa maji. Nilikuambia maji yanawakilisha uhai na uzima. Shetani huwa anakimbilia kwenye uhai na uzima. Hebu fikiria, wewe uliwahi kuotesha mchicha na ukashangaa wakati mchicha unaota magugu yakaota kuliko mchicha. Nguvu ya kukua kwa magugu inasukumwa na shetani. Na unajua ilitokea wapi? Miiba na michongoma itakuzalia. Utafanya kazi kwa taabu. Shetani aliposikia lile neno, shetani yupo kwenye kila kitu kibaya. Magugu yanakuwa kuliko mimea. Miti ya ovyo ovyo haifi jangwani. Hebu fikiria, mbwa na mbuzi kina nani wanakuwa wengi? Yaani vitu visivyoliwa, visivyo na maana, michongoma. Yaani unaotesha matembele, vinavyokuwa haraka ni vile vibaya. Kwa nini? Kwa sababu giza linakaa juu ya vitu vyenye uhai kuviua. Mche wowote wenye chakula, giza linakimbilia kuua. Katoto kokote kenye tabia nzuri, shetani anakimbilia kuua. Nalo giza lilitanda juu ya vilindi vya nini? Vya maji. Juu ya nini? Ya nchi. Hapa duniani shetani anaatamia. Sikiliza, hakuna mtu, wangapi mnajua kuna tabia nzuri na tabia mbaya? Si ndio Okay, tabia gani nzuri ya kwako ambayo giza limeiatamia kwenye maisha yako? Kati ya mbaya na nzuri ni kipi ambacho kina nguvu? Kiwango cha nuru kwenye maisha yako. Na mahali popote palipo na neno nuru linamaanisha Yesu. Mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Mimi ndimi kweli. Hakuna ajaye yoyote aendaye kwa Baba bila nuru. Nuru inaangaza. Tazama, wale waliokuwa gizani wameuona nini? Mwangaza. Nuru imewazukia. Na Roho wa Bwana alikuwa juu ya vilindi vya nini? Vya maji, akapambana. Roho Mtakatifu mpaka leo anapambana kuhakikisha kile chema kwenye maisha yako, tabia nzuri kwenye maisha yako, muonekano mzuri kwenye maisha yako unakuwa kuliko muonekano mbaya. Hapa ndipo palipo na vita.